Asante sana moderator, Mungu akubariki. Mungu awabariki sana kwa maombi. Asanteni sana sana sana. Kama alivyosema moderator wetu, na mimi nimekuwa na kipindi kizuri cha Pasaka na tunaendelea na somo letu la 13, Samueli 1:13. Sura iliyopita ya 12 tulikuwa tumeongozwa na Sister Rebecca. Ni kipindi kizuri sana kilikuwa. Naomba kama hujapata nafasi uende ukaangalie ili uwe na mwendelezo mzuri wa hiki kipindi cha leo. Tuliona nabii Samueli ambako alivyokuwa akizungumza na Wanaisraeli katika hatua ya muhimu sana ya maisha yao baada ya kumpata mfalme ambaye ni Sauli. Alikumbusha jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu kwao, akawaokoa na kuwaongoza mara nyingi. Pia aliweka wazi juu ya jambo moja muhimu, kwamba pamoja na kuwa na mfalme bado anawajibika kumcha Mungu, kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Aliwakumbusha utii, na kwenye utii watakuwa salama, na wasipomtii hawatakuwa na matokeo mazuri. Tumeona. Kwa hiyo leo ndo tunaendelea, sipandi nakataa kumove sasa. Anyway, yeah. Kwa hiyo tuliona wazi wana wa Israeli kwamba walitamani kuwa na mfalme. Tumesoma sana huko nyuma, na hili lilikuwa ni ombi lao, na Mungu kwa mapenzi yake akawaruhusu, akawakubalia. Biblia inasema katika hii Samuel 1:12-13 inasema, basi sasa tazameni mfalme mliyemchagua, mliyemwomba, tazama Bwana amewekea mfalme. Lakini tukumbuke haikuwa hili alikuwa tu kwamba kwa ajili ya mfalme, kwa ajili ya kiongozi mmoja. Ilikuwa ni mabadiliko ya mfumo, yani mfumo mzima katika hiyo taifa, kutoka kuongozwa na Mungu moja kwa moja, yani kupitia waamuzi, kwa sababu walikuwa hawana mfalme. Walikuwa wanaongozwa na yani waamuzi alikuwa anachaguliwa kwa ajili ya kama kuna kwenda kuongea na wananchi, na kama kuna tatizo kwenda kusolve, kuna vita au nini, kwa kuna waamuzi. Kwa kipindi cha waamuzi Israeli alikuwa hawana mfalme. Mungu mwenyewe alikuwa akiongoza kupitia kwa hawa waamuzi tofauti. Kwa hapa tunaona mabadiliko makubwa ya nani, ya mfumo. Biblia inasema katika Waamuzi 2:16, kisha Bwana akainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya wale waliowateka. Kisha Bwana akainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya wale waliowateka. Lakini kwa hiyo lakini baada ya hapo pia hali ya kiroho ya watu ilikuwa sio ambayo haijanyooka. Kwa hiyo Waamuzi hapa inaelezea kwamba Waamuzi 21:25, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israel. Kila mtu alifanya lililo jema machoni pake mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo kila mtu alikuwa anafanya anachoona sahihi kwake. Yaani anachoona sahihi, so it's not about kwamba Mungu amependa, ni anachoona sahihi kwake. Kwa hiyo watu waliishi bila kufuata mwongozo wa Mungu. Kwa hiyo inaonyesha mara nyingi inaonyesha bila uongozi wa kudumu wa binadamu, mara nyingi watu wanaweza wakakosea mwelekeo. Kwa hiyo sasa Mungu anawapa mfalme kwa mara ya kwanza, na wameingia kipindi cha wafalme. Wanampata Sauli ndio mfalme wa kwanza kama tunavyoona, lakini tukumbuke kuna mfalme lakini Mungu hakuacha kwamba kuwa na mfalme peke yake, alitaka na sauti yake iwepo. Kwa hiyo wanapata mbili kwa wakati mmoja, yani wanapata mfumo wa aina mbili kwa pamoja, yani kunakuwa na mfalme na kunakuwa na nabii. Kwa hiyo mfalme ana mamlaka ya kuongoza taifa, nabii anabeba sauti ya Mungu. Na hapa ndo tunapoona changamoto sasa inaanza kujitokeza, kwa sababu mfalme anakuwa na nguvu ya mamlaka ya kisiasa, nabii ana neno la Mungu ambalo lina mamlaka ya kiroho. Na wakati mwingine haya mawili yanaweza kwenda pamoja au yanaweza yakapingana. Nadhani hata tumeona hapa katika maisha yetu ya sasa hivi kumekuwa na mijadala sana. Utakuta wanakuambia siasa haingiliani na dini, wengine wanasema isichanganywe na dini, lakini ukweli tunahitaji mwongozo wa kiroho katika siasa, na ndio tunavyoona hapa. Ndio maana na Samueli alikuwepo, na wakati Sauli anaendelea kuchaguliwa kuwa mfalme. Kwa hiyo swali muhimu tunalofuata kubeba tunaposoma hii kitabu cha leo cha 13, naomba tutafakari sana hili somo, to reflect sana na maisha yetu. To reflect sana kwa sababu yani the question is like, je, kiongozi atasikiliza neno la Mungu au atafuata pressure ya watu, au atafuata kwa sababu ni mfalme, ni kiongozi? Anyway, ni sio tu kiongozi, hata sisi ita reflect. Kwa hiyo naomba tunaposoma tujaribu kuangalia maisha yetu. Kwa hiyo nimegawanyisha hii chapter kwenye vipengele vitatu. Nadhani leo tutafanya tu viwili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwanza mpaka ya verse 7 mpaka
verse 1 mpaka 7, sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili verse 8 mpaka 15. Hicho kinachofuata tutafanya siku nyingine. Kwa hiyo kama kawaida yetu, naomba ikiweza tuanze kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 7, alafu tutadiscuss, alafu tutajadili. Karibu Sister Joyce, naomba nisaidie kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 7. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Sauli alikuwa na umri wa miaka 30 alipokuwa mfalme, akatawala Israel miaka 42. Sauli alichagua watu 3,000 kutoka Israel. Miongoni mwa hao watu 2,000 walikuwa naye huko Mikmash na katika nchi ya vilima ya Betheli, nao watu 1,000 walikuwa na Jonathan huko Gibea ya Benjamin. Watu waliosalia aliwarudisha nyumbani mwao. Jonathan akashambulia ngome ya Wafilisti huko Geba, nao Wafilisti wakapata habari hizo. Kisha Sauli akaamuru tarumbeta ipigwe nchi yote na kusema, Waebrania na wasikie. Hivyo Israeli wote wakasikia habari kwamba Sauli ameshambulia ngome ya Wafilisti, na sasa Israeli wamekuwa harufu mbaya kwa Wafilisti. Basi watu waliitwa kuungana na Sauli huko Gilgali. Wafilisti wakakusanyika ili kupigana na Israel wakiwa na magari ya vita 3,000, waendesha magari ya vita 6,000 na askari wa miguu wengi kama mchanga wa ufuoni mwa bahari. Walipanda na kupiga kambi huko Mikmash, mashariki mwa Beth Aven. Waisraeli walipoona kuwa hali yao ni ya hatari na kuwa jeshi lao limesongwa sana, wakajificha katika mapango na katika vichaka, katika miamba, kwenye mashimo na kwenye mahandaki. Mstari wa 7. Hata baadhi ya Waebrania wakavuka Yordan hadi nchi ya Gadi na Gileadi. Asante sana, ubarikiwe na kurudishia Amen. tena moderator. Yes. Basi kama ilivyo kawaida yetu, kama una point yoyote kutokana na hapo tuliposoma, ninaomba unyooshe mkono ili kuchangia na Mungu atakubariki. Karibuni. Karibu Sister Victoria. Kuna point moja tu ndogo ambayo nataka nichangie katika mstari wa 3. Tunaona Jonathan anapiga ile ngome huko Gibea, lakini kitu kinachonishangaza hapo kidogo ni kwamba anayepiga tarumbeta ni Sauli. Yaani ni kitu kidogo, lakini kuna kitu najifunza hapa ambacho hata katika huduma yangu ya zamani ni vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika. Tunajiuliza, wewe ukifanya kazi ya Mungu, unasema unafanya kazi ya Mungu, who gets the glory? Unaona, Jonathan ana fight, lakini ndo ana announce hiyo glory. Unaona naangalia katika ushindani katika huduma. Unajua sometimes tunatakiwa tujiulize, do we serve God for his glory or for recognition? Unaona, anasema katika tukisoma Yohana 5:44 anasema utukufu unatakiwa umwendee Bwana. Na pia tumejifunza katika Wakolosai 3:17 anasema everything we do it unto the Lord. Katika huduma yangu ya zamani tulikuwa tumefundishwa it doesn't matter what you do, hata kama vihusiani na kanisa, mahali popote utakapoenda wakija kutoa taarifa kwamba Sister so alienda huko kwenye, nakumbuka zamani kwaga naenda kama hospitali kusave huko kwenye tunahudumia watu wazee, sometimes na muinvolve hata mume wangu, watoto, tunaenda kufanya kazi, lakini kukija kusikika kwamba wewe kwa ajili ya ule utukufu inawakwaza watu, wanasema kila mahali unapoenda lazima useme ni Dominion Center wamenituma. Ndio ilikuwa kanisa yangu, unaona. Lakini kitu cha muhimu hapa, it doesn't matter what you do, it doesn't matter ni nani. Kitu cha muhimu ni kwamba utukufu tunatakiwa tumrudishie Bwana. Amen. 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 Ubarikiwe Sister Victoria. Kuna mwingine? Labda karibu Sister Kanana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante Sister Victoria. Mimi nilikuwa nataka kuchangia. Tunaona kupata kiongozi sasa wanaanza kama kauzabe fulani hivi kwamba sasa sisi tutapigana, tutaweza kufanya hii nani. Je, swali linajiuliza, hawa watu wanaotaka kupigana
sababu vita tunavyojua sisi Wakristo, vita tunazopambana nazo hizi si tunashindana si kwa nyama na damu. Vita mara nyingi vinakuwa ni zaidi haya tunayoyaona ya kimacho. Tunajua kwamba walikuwa wanaonewa na Wafilisti, lakini wamemtafuta Mungu kutaka kupigana hivi vita, kwa sababu tunaona mistari inayoendelea hapa kwamba wanaanza tena kuogopa, kwa sababu inaonekana kama ilikuwa kama sio very organized, kwamba labda kuwa na mpango wa kuomba kwa jambo hili. Siwezi kusema sana kwa sababu haijaandikwa hapa, isipokuwa najifikiria wanadamu tunapenda sana tunapopata kanguvu fulani, aidha labda umepata promotion au hela au kitu fulani, unafikiri unaweza ukafanya kwa nguvu ile ya hela au nguvu za kibinadamu, umeona. Lakini kweli labda inaitakiwa nguvu hapa ni ya Mungu, ndio tumepata kiongozi. Lakini na tunaona hapa pia Sauli anachagua majeshi, kwa hiyo anakuwa na kama first time hizo sasa wanaanza kupata army, wanapata jeshi. Tunaona hapa napo inaweza kawa kiburi kwamba sisi tutaweza kupigana, lakini kweli tunapigana kimwili au tunapigana kiroho? Ni jambo la kutafakari sana tunapoishi maisha yetu, kwamba most of the time vita ni ya kiroho, sio ya kimwili. Amen. Yes. Amen. Amen. Karibu, kuna mwingine? Yes, Sister Joyce, nataka kuongezea kitu kidogo. Sorry, nimesahau kunyosha mkono. Na kitu kingine ninachokiona ni kwamba ninapomuona character ya Jonathan, tunamuona kwamba yeye alikuwa very bold, kwa sababu tukijaribu kuangalia katika kipindi hicho walikuwa naishi kipindi ambacho walikuwa wananyanyaswa sana na Wafilisti. Kwa hivyo na sisi ninapojiangalia tunaona kwamba na sisi tunaishi katika mazingira ambayo ukiangalia almost, yani kwa macho ya kibinadamu unaona kwamba kila kitu kiko against you. Lakini huyu Jonathan alijua Mungu anayemwamini na alijua nguvu aliyokuwa nayo. Kwa hivyo mimi ninatiwa moyo kwamba even in the adversity ya chochote kile ambacho tunachopitia, kwamba Mungu tunayemtumikia na Mungu aliyetuita na kutuokoa ni mkubwa kuliko chochote. Kwa hivyo tusiangalie vitu vinavyotuzunguka, tuangalie ukubwa wa Mungu. Na kingine nakiona ni character ya Sauli, kama hapo Bishop alivyosema kwamba who takes the glory. Tunapenda sisi, yani watu wengine wafanye kazi lakini watu wengine wa take the glory. Mimi nachukua the opposite alivyosema Bishop, kwamba kama kwenye Bible anaposema Paulo alisema mimi nimepanda, mwingine Apollo amemwagia maji, but it is God ambaye anafanya everything to grow. Kwamba katika wito wetu na katika kila kitu tunachofanya ni Mungu ndio anayetuwezesha, na kwamba utukufu wote unapaswa kwenda kwa Mungu, sio kwa binadamu. Lakini pia kama mwenzako anapofanya kitu ni vizuri ku acknowledge na ku appreciate, kwa sababu yeye kwenda kupiga trumpet, yeye kama mfalme hakutaka huo utukufu muendee mtoto wake. Kwa hivyo utukufu naenda kwa Mungu, lakini pia wenzetu wanapofanya vitu tuwatie moyo na tuwa encourage. Amen. Amina. Amina. Basi naona sioni mkono mwingine, nikukaribishe CEO, uendelee na Mungu akubariki. Asanteni sana, mchango wenu mizuri sana. Asante Sister Vicky Kalanga na Sister Razia. Wakati Sister Vicky anaongea huo mfano wa ku give glory, nilikuwa nacheka kwa sababu nadhani kuna message napata zaidi. Leo nilikuwa nasoma, nitatuma hiyo clip. Kuna kiongozi mmoja alikuwa anaongea, anasema anashangaa hizi shuhuda za siku hizi. Mtu anasimama kanisani anasema toka nianze kuja hili kanisa nimeanza kupata hivi na hivi, toka nianze baadaye anasema zamani alikuwa anasikia toka nianze kumjua Yesu ndio nimepata hivi na hivi, toka nije kwa Yesu lakini sasa hivi anasema toka nije kuanza kuja kwenye hima hapa ili kanisa. Kwa hiyo nimekumbuka tu ya nani anatakiwa kupata glory. Sengine kweli tunajisahau, ni Mungu anatakiwa kupata glory. Mungu aturehemu sana. Asanteni sana kwa michango. Nilikuwa tunaongezea hapo. Kwa hiyo ngoja nianze kusema points zangu. Sijui kwa nini screen leo inakuwa haisogei. Yes. Right. Tutaanza hii mstari wa kwanza, verse 1 ya Samueli 13. Tunaona mwanzo wa utawala wa Sauli, lakini pia kuna tofauti kidogo kwenye hii. Kama mmegundua kama mtakuwa mmesoma, kuna watumishi lazima mtakuwa mmesoma script na ni vitabu mbalimbali. Kuna tafsiri mbalimbali kuhusu umri wake na muda wake from different versions, yani zinatoa.
kwa sababu ukisoma maandiko, baadhi ya tafsiri zinaacha wazi sehemu ya namba. Kuna nyingine zinasema Sauli alikuwa na miaka 30, alitawala miaka 42. Hivyo mtaona hapo, lakini Matendo ya Mitume 13:21 ambayo ni the latest book Agano Jipya inasema alitawala miaka 40. Inasema ndipo watu wakaomba awapewe mfalme, naye Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi wa kabila la Benjamin aliyetawala kwa miaka 40. Kwa nini nimesema hii? Kwa hiyo kumekuwa na maelezo tofauti sana kutoka kwa wasomi mbalimbali, scholars, kuhusu huu mstari. Ni kwa kweli nimejaribu kusikia different school of thoughts. Zimekuwa nyingi, yani nyingi, from different scholars. Wengine of course kuna wengine wamefunguliwa na Roho Mtakatifu yani mafunuo, kwa nini hivi imeandikwa hivi, lakini mimi binafsi nimeona ni vyema kutoenda kwa undani kuhusu hizi tofauti, kwa sababu hazitabadilisha ujumbe mkuu wa hii somo ninalosoma leo, ambalo naongoza, ambacho kile Holy Spirit amenifunulia, ambayo ni nimefunuliwa kuhusu Sauli alivyoongoza na maamuzi yake aliyoyafanya katika uongozi wake. Kwa hiyo tunaenda kwenye Samueli tunaanza hiyo point ya kwanza, mwanzo wa nafasi mpya mara nyingi huja kwa mitihani mipya. Kwa hiyo tunaona hiyo verse 1 na verse 2, Biblia inatuonyesha mwanzo wa utawala wa Sauli kama mfalme na pia hatua zake za mwanzo katika kujipanga katika viongozi. Lakini sasa hapa tunaelewa mwanzo wa nafasi mpya mara nyingi unakujaga na mtihani. So tunaona Sauli anapata test of his leadership. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mwanzo wa cheo au nafasi mara nyingi unachaguliwa, sio yani ukichaguliwa sio ndio uthibitisho kama ndio ushindi, yani sio kwa sababu umechaguliwa ndio mshindi, no. Kinaambatanisha mtu kile kinachothibitisha mtu si jinsi alivyoanza, bali ni utii wake, utii kwa Mungu, yani katika ile safari yote. Sababu tunakumbuka alivyochaguliwa, watu wamemtaka nini, lakini ni jinsi unavyo kwa unapata mtihani, ni jinsi utakavyoongoza. Tunaona Sauli of course ameanza vizuri, ameanza kujipanga na kijeshi, anachagua watu 3,000 kati yao. Tunaona wakati yao 2,000 wanakuwa pamoja naye na 1,000 wanakuwa chini ya Jonathan huko Gibea, ambao Jonathan ni mtoto wake. Kwa hiyo tunaona kusema kweli anafikiria kimkakati kama kiongozi, is doing well kwanza. Lakini tunajifunza nini hapa? Kwanza, uongozi unahitaji maandalizi. Kwa hiyo tunaona nadhani amejiandaa, lakini kazi ya Mungu haifanyi kwa vurugu au bila mpangilio. Lazima kujipanga, sio kimwili. Kuna nani amesema, amesema zingine tunaingia kimwili au kiroho, unajua, yani saa nyingine sio tu kuanza kwa kimwili, unatakiwa pia mkakati wa kiroho. Kwa hiyo tunatakiwa kukumbuka sana kujipanga, kumtegemea Mungu, ndio kuna umuhimu wake. Kwa hiyo tunapoangalia mistari miwili tunaona mwanzo mzuri wa nje, ile ambavyo nguvu, ametayarisha majeshi, Jonathan anakwenda kule na anavamia ngome. Lakini swali linabaki, je, moyo wa Sauli ulikuwa sawa mbele za Mungu? Ile swali ndio tunatakiwa tujiulize, na kama nilivyosema mwanzo, we have to reflect kwenye maisha yetu tunavyokuwa, kwamba je, tunavyoanza safari kwenye anything leadership, nakwenda kwenye vita, tunatayarisha manguvu au tunatayarisha nguvu za kiroho? Tunaona mstari wa 3, Jonathan anapiga ngome ya Wafilisti. Jonathan anavamilia ngome huko ya Wafilisti huko Geba. Na tunaona Sauli anapiga tarumbeta nchi yote. Kwa hiyo ilikuwa ni wazi, yani ilikuwa hatua ya wazi dhidi ya adui, yani wanatangaza vita. Haikuwa tukio dogo, ilikuwa yani ni vita rasmi. Kitu ambacho najifunza hapa, kuna nyakati Mungu huruhusu hatua fulani ichukuliwe ili kuanzisha ukombozi wa watu wake. Tunavyoona hii vita, yani kimenifanya nikumbuke kwamba sio kila vita ni ya kujitakia. Yani mfano Jonathan alivyoenda kufanya vile, alivyoanza kupiga ngome, it's not kwamba amejitakia, ilikuwa pengine ni sehemu ya kusimama dhidi ya kifungo cha adui, unaona Lakini je, alifanya kwa utii? Alifanya kwa maelekezo? Unaona Tunaona hapo nyuma, kwa sababu mapema huko Mungu alimwambia Sauli, tulisoma huko kwenye Samueli 9:16. Mungu alimwambia Sauli kwamba kupitia Samueli akasema atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti.
Kwa hiyo hii vita haikuwa ugomvi wa kawaida, ilikuwa ni sehemu ya mgongano wa muda mrefu kati ya Waisraeli na Wafilisti, na Waisraeli walikuwa chini ya Wafilisti na Mungu aliwaahidi kuwaokoa. Tunajifunza nini sasa hapa? Um, tunaona Jonathan anaonyesha ujasiri. Nadhani Sister Azia umesema kuna boldness anaonyesha, lakini kitu ambacho mimi nilikuwa nimejifunza na tafakari, lakini ujasiri wa mwanzo lazima ufuatwe na utii na maelekezo. Unajua kwa sababu of course Biblia haituonyeshi kama kuna maelekezo yote Jonathan alipewa. Sisi tunaona tu kwamba alienda huko akavamia ngome tu. Biblia haisemi. Tumeona huko nyuma of course ahadi ambao Sauli alipewa na Mungu, ataokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti. Samueli 1:18 inasema kuna maelekezo ambayo pia walipewa, tangulia kushuka mbele yangu hadi Gilgadi, hakika nami nitateremka nikujie ili kutoa dhabihu ya sadaka na kuteketezwa na dhabihu za amani, lakini lazima ungoje kwa siku 7 hata nitakapokujia na kukuambia likupasalo kufanya. Kwa hiyo hapo unaona Samueli alimwambia Sauli aende huko Gilgadi na amsubiri kwa siku 7. Ndipo yeye Samueli atakuja kutoa sadaka na kumpa maelekezo ya nini cha kufanya. Of course tunaona Jonathan anaanza apiga ngome ya Wafilisti. Kuna ujasiri, lakini ndio swali la kujiuliza, je, ameingia kichwa? Na sisi tu reflect katika maisha yetu, na sisi tuna ngome katika maisha yetu. Kuna changamoto nyingi kwenye ngome za maisha yetu. Wewe ngome yako ni nini kwenye maisha? Kuna ngome mbalimbali. Inaweza kuwa ugonjwa, inaweza kuwa migogoro ya ndugu, ndoa, inaweza kuwa shinikizo kazini, anything. Inaweza kuwa mizigo ya dhambi, madeni, au inaweza kuwa mawazo hasi, unajua Kwa hiyo yote haya, lakini yote ukifikiria, ukirelate na this, yote haya tuna ahadi ya kuvimiliki hivi vitu, yani tuvitoe katika kama adui ametunyang'anya. Lakini je, tuna ujasiri kama wa Jonathan kuanza kushambulia? Na swali linalokuja, je, tutafuata maelekezo? It's not about kwamba unaenda kuokoa kile kitu ulichopewa ahadi. No, inabidi step by step. Sorry. Kwa hiyo kuna maelekezo most of the time, kama alivyosema Sister Kanana, narudia tena kwamba tusiende kwa nguvu, inabidi kujifunza kuwa kiroho, na kwenye kiroho of course Mungu atakupa mkakati. Na kwa hiyo tunaona hapa mstari wa 3, mstari wa 4 saizi tunasikia habari zinaanza kusambaa. Kwa hiyo inasemekana kwamba Israeli wamewashambulia Wafilisti. Kwa hiyo inafanya vita iwe wazi kabisa. Na baada ya hapo watu wanaitwa kukusanyika pamoja na Sauli huko, si ndio? Kwa hiyo tunaona kitu kimoja kinatokea hapa. Mkusanyiko mkubwa wa watu unaanza kuwa, watu wanakuja, wanajitokeza, wanakusanyika chini ya uongozi wa Sauli. Kwa hiyo kwa nje inaonekana kama umoja. Si unaona amewaita, wanakimbia. Sauli kawaita. Inaonekana kama ni umoja. Kwa nje inaonekana kama umoja na nguvu. Inaonekana kama taifa liko tayari. Tunajifunza nini hapa? Nimetafakari hapa sana nilipokuwa nasoma. Maana walivyoitwa wamekusanyika kwa nguvu. Lakini kumbe kukusanyika kwa nguvu hakumaanishi kwamba moja kwa moja kwamba kuna imani ndani yao. Mtu anaweza kuwa mahali sahihi kimwili, lakini kiroho uko mbali kabisa. Kwa hiyo watu wanaweza kujaa kwa idadi, lakini ndani yao wamejaa hofu, mashaka, au pengine kutojiamini. Na sio kila mtu anayekusanyika na wewe, yani kitu ambacho tumejifunza hapa, sio kila mtu anayekusanyika na wewe yuko tayari kusimama na wewe wakati wa vita. Kuna watu watakuja wakati mambo yanaonekana sawa, au umewaita tu. Kuna watu watakuja kwa sababu wengine wanafuata mkumbo, au mnaenda sehemu. Tunaonaga hata kwenye mikusanyiko kuna huduma, watu watafuata, wanaenda kwa sababu kuna mkumbo, kuna hiki, lakini au wameitwa, au kama kuna ndio hivyo unaita, unapiga tarumbeta, jamani njooni, unakimbia. Lakini je, hao watu wanaokuja wako tayari kuhimili changamoto halisi? Ndio moyo hapo wa mtu unapoonekana. Kwa hiyo swali la kujiuliza ni nani yuko pamoja nami? Mimi ndio nilikuwa najiuliza hivyo, jiuliza nani yuko pamoja naye? Na je, yuko pamoja nami na moyo wa imani, au mambo yatakapokuwa magumu atakimbia? Mungu atusaidie vice versa. Hata mimi ninavyokuwa, nisiseme tu nami, hata mimi ninavyokuwa na mtu, ninavyokimbilia kwa mtu, na mimi mwenyewe ninabidi nijitafakari, naenda kwa sababu ya kufuata mkumbo, au niko tayari huyo mtu akiitisha vita, kama kuna vita niko tayari kusimama au nitakimbia? Mungu atusaidie sana. Mstari wa 5 tunaona wanakusanyika Wafilisti wanakusanyika ili wapigane na Waisraeli.
Kwa hiyo tunaona hapa, unaona wanatuonesha wakiwa na magari ya vita 3,000, waendesha magari ya vita 6,000, askari wa miguu wengi kama mchanga wa ufukoni wa bahari. Kwa hiyo wanapanda na kupiga kambi huko Mikmash, mashariki mwa Beth Aven. Kwa hiyo unaona magari mengi ya vita. Yaani wakati nasoma hapa I'm like, what? Magari mengi ya vita, waendesha magari wengi na askari wengi sana kama mchanga wa pwani. Kwa hiyo inaonyesha kuwa wazi kwamba hii vita haikuwa ya kitoto, yaani ilikuwa ni hali ya kutisha. Imagine, unaona watu wanakuja huko mbele yako. Kwa hiyo sasa fikiria upande wa Israeli wameanza kujipanga, alafu ghafla wanakutana na jeshi kubwa kiasi hiki. Hii inatufundisha jambo muhimu sana 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 sana. Yaani tukumbuke kwamba in life mara nyingi adui anajibu kwa nguvu kubwa kuliko tunavyotarajia. Sawa, kwa hiyo na somo muhimu tunaona kwamba yani unaona yani walijipanga, yani maadui walikuwa wamejipanga, akaleta mashambulizi makubwa. Na kitu kingine hapa ambacho najifunza kwamba si kila hatua hata kama inaonekana sahihi imefanywa kwa maelekezo ya Mungu, right? Kwa hiyo kiroho kuna jambo jingine pia la kujifunza. Unaweza, kama nilivyosema kule nyuma, sio kama najirudia, nadhani kuna umuhimu kwamba unaweza kujua una ahadi ya Mungu. Unaweza kuwa una ahadi ya Mungu lakini bado ukashambuliwa na adui kama haukufuata maelekezo vizuri. Unaweza kuwa umepata maelekezo, umepata ahadi, lakini je, umefuata yale maelekezo? Umeona? Kama tulivyoona huko nyuma kwenye Samueli 9:19, Mungu alisema kabisa wazi atawaokoa watu wake kutoka kwa Wafilisti. Kwa hiyo ahadi ilikuwepo, ushindi ulikuwa umeshazungumzwa, lakini swali linakuja, je, walifuata maelekezo kwa hatua hiyo ambao walichukua? Hapo ndo tunapojifunza umuhimu kwamba ni kweli ahadi ni yako, ni Mungu amesema, lakini ushindi hauji kwa ahadi peke yake. Ushindi wetu unahitaji maelekezo ya Mungu, inahitaji kufanya kwa wakati sahihi. Muhimu sana wakati sahihi, muhimu sana utii, maandalizi ya kiroho, yaani sio tu kukurupuka. Yaani imenifikirisha sana, imenifikirisha sana wakati naisoma hii, wakati napata hii ufunuo. Kwa sababu kuna wakati mtu anaweza kaingia vita vya kiroho bila kujipanga, unajua unaweza kumpata ukaa tu umepata maelekezo, unaambiwa labda okay, kuna kitu labda ufanya, labda ndio hivyo. Vitu vingi sana ambavyo tuna ahadi sisi ya Bwana, urithi ni wetu, lakini ukumbuke kwamba ushindi hauji hivi kwa kutumia wewe nguvu zako. Lazima utumie nguvu zako, uwe na access ya ile nguvu ya Mungu, lakini kwa kupitia maelekezo yake. Na kwa sababu unaona hapo mstari wa 5 tunaona picha ya adui akiwa amejiandaa kikamilifu. Unaona yani majeshi mengi kama mchanga wa bahari. Kwa hiyo yani adui wagaji bila mpangilio. Mara nyingi sana anakuwa yuko tayari, kwa sababu unaenda kumnyang'anya kitu ambacho sio chake, anaogopa naye anakuwa ni mnyang'anya, anakuwa ameweka mkakati. Kwa hiyo kuna wakati pale ambapo utafeel uko tayari sasa kuanzisha jambo, uko tayari, unasema sasa naingia kwenye maombi, nikachukua kilicho changu, kadai afya yangu, biashara, ndoa, kazi, sasa ngoja nianze kuchukua hatua. Lakini kama hujafuata maelekezo, ukaingia mapema, ndio hivyo, yani jiandae kwamba kuna vita. Sababu watu wengi sana hapo, wakati naangalia nikasema I think watu wengi sana hawapati, sio kama wanapata vita kwa sababu hawana ahadi, no. Ni kwa sababu labda utakuta hatusikii sauti vizuri, au tunakimbilia kwenye maandalizi, yani bila maandalizi ya kiroho tunakimbilia tu, au saa ingine mtu anakuwa anategemea hisia baadaye uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo in summary, ahadi ya Mungu haimaanishi kila hatua ni haraka. Wakati mwingine Mungu anakuandaa kwanza kabla ya kukupa ushindi, na ushindi unategemea utiifu na si nguvu za mwili. Amen. Na mistari hapo ambayo inaweza ikareflect kwamba kama nilivyoongelea kuhusu ushindi wa kiroho unategemea utiifu, si nguvu za pekee. Ukiangalia Zaburi 27 inasema wengine hutumia magari na wengine farasi, bali sisi tutataja jina la Bwana Mungu wetu. Pia Mungu anatuambia kwenye Zakaria 4:6, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ndio maana wakati mwingine changamoto unazokutana nazo zinaonekana kubwa. Unajua sasa unaweza kukutana na changamoto inaonekana kubwa, kumbe adui amekasirika, anaona kama unataka kumnyang'anya. Unaona anakuja kama mchanga wa bahari. Yaani nadhani I've experienced that. Naamini wapendwa, kuna wapendwa tume experience that.
Kwa hiyo hili ni fundisho kubwa sana sana. Kwa hiyo usishangae sana na usijilaumu. Napenda tu kutia mtu moyo kwamba usijilaumu ukiona changamoto zinakuja kama kuliko ulivyotarajia, na unasema this is my right, hii mbona ni haki yangu, hii ni ahadi yangu. Mara nyingi upinzani unakuja kwa nguvu zaidi unapokaribia lile kusudi la Mungu. Yaani mara nyingi pale unapokaribia ndio upinzani, ndio adui naye naona ndio ataleta jeshi, atakuja kama mchanga wa bahari. Alafu sasa, lakini usiogope kwa sababu kama Mungu ameshakuahidi usiogope. Na kitu ambacho nimejifunza kwamba ahadi ya Mungu inakupa mwelekeo, lakini sauti inakupa hatua za kufuata kila siku. Kila siku. Na napenda sana Zaburi 32:8. Zaburi 32:8, yani just meditate this Zaburi na usimeditate. Ningependa tu kushauri mchoto na nisikiliza, imeditate na ifanye iwe yako na uielewe. Inasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu anasema atakufundisha, atakuonesha njia utakayoenda. Yani yuko very specific, njia utakayoenda, sio njia tu, njia utakayoenda. Atakushauri, anakuambia pia huku jicho lake likutazama. Imagine, yani inaonyesha continuous guidance. Yani sio tu tukio la mara moja kwamba nitakutetea, yani is like anakufundisha kwanza, msikilize, anakuonyesha na anakuonyesha njia, sio tu anakuonyesha njia utakayoenda, na wakati anavyoenda anaendelea kukushauri na jicho lake bado linakutazama. Hapa hakuna kushindwa kwa kweli. Yani kwa Mungu, yani ndio hiyo unapata access, hakuna kushindwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akasema nitakuwa pamoja nawe, lakini bado unahitaji kumuuliza, nifanye nini Bwana? Niende wapi? Nisubiri, nichukue hatua. Ana maana yake, maana kuna wakati anaweza kukupa maelekezo, yani asipokupa maelekezo unaweza ukapita kwa adui. Unaelewa eh? Mungu haongozi tu ili ufike haraka, anaongoza ili ufike salama na ukiwa tayari. Sasa nakumbuka wana wa Israeli, Mungu alikuwa tayari amewaahidi kuwa atawapeleka katika nchi ya ahadi, lakini alipowaongoza tu kutoka Misri aliwaonyesha njia ya kwenda, akawapitisha njia ya karibu. Tukiangalia kwenye Kutoka 13:17, Mungu akawapitisha kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa karibu. Mungu hakuwapitisha kwa njia ya nchi ya Wafilisti ijapokuwa ilikuwa karibu. Kwa nini? Biblia inasema Mungu akasema wasije wakajuta watu watakapoona vita wakarudi. Umeona eh? Hii ina maana kwamba njia ya karibu ilikuwa na vita, watu hawakuwa tayari kiroho, maybe kisaikolojia hawakuwa tayari, na angeweza maybe kukata tamaa na kurudi nyuma. Kwa hiyo Mungu alichagua kuwapeleka njia ya mbali, lakini sio kwa sababu amekosea, ni kwa sababu anajua hali yao. Kwa hiyo what I'm trying to say, njia za Mungu sio njia zetu. Yani maelekezo ni mazuri, yani kama kupata maelekezo ya Mungu is so good. Kwa hiyo tunarudi hapa kwenye ile kauli ya nani tunarudi kwenye ile kauli, ahadi ya Mungu haiondoe hitaji la kusikia sauti ya Mungu. Amen. Naomba nirudie. Ahadi ya Mungu haiondoi hitaji la kusikia sauti ya Mungu. Bado unahitaji, hata kama una ahadi ya Mungu, unahitaji kusikia sauti yake. Amen. Ahadi ni destination, lakini sauti ya Mungu ndio direction to your destination. Ukishikilia ahadi bila kusikiliza, unapotea. Kwa sisi tutafakari siku ya leo. Una ahadi gani umepewa na Bwana? Ahadi gani umepewa, iwe lini, iwe zamani, iwe sasa hivi, na una uhakika nayo? Je, una uvumilivu wa kusubiri timing yake bila kufanya maamuzi ya haraka? Mungu atusaidie sana sana sana. Ukienda verse 6 and 7, hapa naona nitaongelea kidogo hofu. Hapa tunaanza kuona hali ya watu wa Israeli inabadilika kabisa. Maana walipoona hali ya vita ni ngumu, adui anakuja kwa vita, wanaingia na hofu. Biblia inatuonyesha kwamba waliweza kujificha masehemu mbalimbali, unaona eh? Inasema mapangoni, vichakani, miambani, mashimoni na hata kwenye maandaki. Kwa hiyo hii ni hofu kabisa, walianza kujificha. Kitu muhimu hapa kuelewa ni nini? Vita ilianza kufichua hali ya ndani. Kwa hiyo kabla hapo walikuwa wameshakusanyika, unaona, walikuwa wamekusanyika, wanaonekana wako pamoja, lakini shinikizo lilipoanza tu ndio ukweli wa ndani ukaanza kuonekana. Na sio wote tu walijificha, wengine walikimbia. Kwenye mstari wa 7 inasema baadhi ya Waebrania wakavuka Yordan hadi chini ya Gadi na Gileadi. Kwa hiyo baadhi wengine walikimbia.
Kwa hiyo tunaona mambo mawili, wengine waliondoka kabisa, wengine wamebaki lakini hawana ujasiri, wanakuwa na hofu. Na hofu ni kitu kibaya sana, inaonyesha mwanzo wa kuvunjika kwa jeshi kutoka ndani. Yaani hofu, adui anaweza akakuvunja kwa hofu tu, yaani kabla hata hajaanza kukupiga tayari hofu inaanza kukuvunja, unakimbia. Kwa hiyo mimi mafunzo niliyopata hapa ni muhimu. Wakati wa shinikizo ndio imani inaonekana. Mara nyingi hofu inaonyesha kiwango ambacho mtu anajengwa na imani yake. Amen, amen. Kwa hiyo ukiangalia tu sehemu yote hii ya kwanza mpaka ya 7, huu mstari wa kwanza mpaka wa 7 in summary, nimeona kusema kweli uongozi unajaribiwa chini ya shinikizo. Naona Sauli hajaribiwi wakati wa amani, bali wakati wa vita. Na kuna tofauti kati ya watu wanaochukua hatua. Kuna wengine wana ujasiri, kuna wengine wanarudi nyuma kwa hofu, na kuna wengine na jeshi kubwa linasababisha watu wengi kupoteza ujasiri. Na vita ya nje hufichua hali ya ndani ya moyo wa mtu. Amen. Naomba tuingie sehemu ya pili, naomba tusome alafu tutaendelea kujadili. Amen. Naomba Sister Joyce, naomba nisome sehemu ya pili ambayo Amen. itakuwa Tasoma mstari wa 8. maandiko. Amen. Mstari wa 8 unasema, akangoja kwa siku 7, muda uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgal. Nao watu wa Sauli wakaanza kutawanyika. Basi akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Naye Sauli akatoa sadaka ya kuteketezwa. Mara alipomaliza kutoa hiyo sadaka, Samueli akatokea. Naye Sauli akaondoka kwenda kumlaki. Samueli akamuuliza, umefanya nini? Sauli akajibu, nilipoona kwamba watu wanatawanyika na kwamba hukuja wakati uliopangwa, na kwamba Wafilisti walikuwa wakikusanyika huko Mikmash. Endelea 12. Inakuwa ina stuck, sijui kwa nini. Ngoja najaribu kuibonyeza. Sorry. Wakiendelea huko Mikmash, nikawaza, sasa Wafilisti watateremka dhidi yangu huko Gilgali, nami sijaomba kibali kwa Bwana, hivyo nikalazimika kutoa sadaka ya kuteketezwa. Samuel akamwambia Sauli, umetenda kwa upumbavu, hukuyashika maagizo ya Bwana Mungu aliyokupa. Kama ungetii, angehudumisha ufalme wako juu ya Israel kwa wakati wote. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amemtafuta mtu aupendezaye moyo wake, na amemchagua awe kiongozi wa watu wake, kwa sababu hukuyatii maagizo ya Bwana. Amen. 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 Asante. Oh, Karibuni. okay. Basi kama kuna mtu ana pointi za kuchangia, nafikiri kuna swali nimeliona kwenye chat, tutaweza kulijibu baada ya hapa, au kama mwalimu unaweza ukalichungulia wakati unaendelea, unaweza ukalipitia. Nafikiri kwa sehemu umeshalijibu. Basi karibu Sister Rebecca. Okay. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. 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 So mimi hapo kuna vitu viwili tu ndo nataka nivizungumzie. Cha kwanza tunamuona Sauli, yani ile karakta yake inaanza kutoka kiburi, kujionyesha, saa nyingine watu hata wakipata cheo fulani they think they can do all. Yani yeye amepewa ufalme, anaona kwamba vile vile ana uweza ukuhani, na hiyo mara nyingi sana inatokana na kiburi kilichoko ndani, ambacho ndicho kilichomwangusha shetani. The moment alivyoona kwamba anasifiwa, anavyoimba uzuri Mungu aliyomuumbia, akataka kuwa kama Mungu. Na hapa tunamuona tena Sauli akifanya kitu ambacho hakutakiwa kukifanya. Kingine ambacho nataka kukizungumzia ni cha Daudi. Tunaona sasa difference. Wakati kule nyuma tulikuwa tunazungumza, nadhani palikuwa na watu walikuwa wako very sure. Wakati tunaangalia kwamba Sauli alichaguliwa na watu, isipokuwa Mungu amewapa. Yani kuna kuchagua alafu kuna kupewa. Watu ndo wamechagua, ndio maana Mungu anasema chagua uzima au mauti. Ukichagua uzima, Mungu anakupa uzima. Ukichagua mauti, utapata mauti. Kwa hawa walimchagua Sauli, lakini Mungu chaguo lake wakati alikuwa anamtafuta bado anasema sasa nimempata mtu ambaye yuko kwenye moyo wangu. Moyo wa Mungu ni upi?
Ndio swali ambalo mimi nadhani kila mmoja akaya kajiuliza kwamba in future mimi nikitaka kumpendeza Mungu, niwe na moyo kama wa Mungu, natakiwa nifanye nini? Kwa hiyo huko mbele tutamuona jinsi ambavyo Daudi alikuwa na moyo wa Mungu, lakini moyo wa Mungu anaoupenda kwanza ni unyenyekevu, kutumikia watu na sio kuwatumikisha watu. Mnakumbuka wakati Sauli anawekwa, Mungu akawaambia nyinyi huyu atawatumikisha. Ina maana huo sio moyo wa Mungu. Mungu hana moyo wa utumwa, yule ana moyo wa utumwa, yaani kuwafanya wengine watumwa. Ngoja niishie hapo. Mungu awabariki. Amina. Amina. Kuna mkono mwingine? Okay, basi kabla sijamkaribisha Sister Pam, mi nataka ni waze tofauti kidogo, kwamba naona kama hapa Sauli alifanya out of fear. Nafikiri aliogopa kwa sababu maybe expectation kama tuliokuwa tumeisikia mwanzo kwamba yeye alivyokuwa amepanga watu, alafu baadaye akakuta upinzani umekuwa mwingi zaidi, kuna hofu ya kibinadamu ilimuingia. Kwa hiyo kwa nini Mungu anaikataa hofu? Na kwa nini tumeambiwa tusiwe na fear kwenye kitabu, kwenye Biblia? Nafikiri fear not iko mara kibao, iko mara nyingi sana. Kwa hiyo ina maana fear inaweza ikakuforce ukafanya something ambacho hujakusudia. Basi ngoja niishie hapo. Karibu Sister Razia. Asante. Kwa kifupi tu, kingine ninachokiona ni kwamba ni vizuri kumsikiliza Mungu. Kwa mfano kama hapo aliambiwa asubiri siku 7, kwa sababu Samueli alijua kwamba siku zote wana wa Israeli wao wako governed na Mungu, na Mungu siku zote ndio anawaongoza kuwapigania vita na kila kitu. Ndio maana aliwaambia, jamani, subirini siku 7 and then nitakuja kutoa sacrifice. Manake alihitaji aje ili atoe sadaka, kuandaa hao wana wa Israeli kispiritually, kwa sababu vita vyao siku zote Mungu ndio huwa anawapigania, wala sio kwa ajili ya nguvu zao. Kwa hivyo na mimi najifunza kutulia katika Mungu, hata kama in the midst of opposition, hata kama ukiona moto umewaka kiasi gani, yani usipupuruke, kwa sababu yani hapa tunapo kuongezea yote mliosema, anaposema kwamba yeye kwa akili zake mwenyewe alifikiria kwamba kwa sababu saizi wameanza kuwa wengi, kwa sababu unajua unapopiga mzinga nyuki wanaanza kutoka kidogo kidogo afu wengi. Kwa hivyo nafikiri alipanic kwamba pengine tuenze tukapigane vita saa hizi, kwa sababu kabla waje kuwa wengi. Kwa hivyo na sisi tusitangulie, tusiende bila kupata maelekezo kutoka kwa Mungu. Na kingine pia kuhusu karakta Sauli, hapo anaposema, alivyosema nileteeni sadaka nitoe sacrifice. Nafikiri Samueli, unakumbuka alikuwa anointed in Gilgal. Kwa hivyo kutokana na karakta yake that glory bado ile alikuwa anawaza tu kwamba ile glory aliyopata alivyokuwa Gilgal, alivyokuwa anointed. Kwa hivyo akafikiria kwamba ana bado that glory kwamba itamfuata. Kwa hivyo na sisi siku zote tunapomtafuta Mungu, tumtafute Mungu continuously. Ile nguvu iliyokusaidia kushinda vita vilivyopita sio nguvu itakao kusaidia kwa vita vinavyokuja, kwa sababu we need to be renewed all the time. Kwa hivyo hicho ndio kitu kingine ambacho ninachokiona. Amen. Amen. Karibu Sister Victoria, then Sister Rebecca. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mi kuna kitu kimoja naona hapo katika huu mstari. Sasa Sauli ameshakosea, ameshavuruga kila kitu, amejitendea yaliyo yake, lakini Samuel anavyokuja mstari wa 11 anamuuliza umefanya nini? Maelezo ya mstari wa 12 mengi, lakini mimi kitu ninachoamini, yani hapa mlipoanza kuongea imenikumbusha Adam na Eve katika Garden of Eden. Mungu anakuja anamuuliza Adam, uko wapi? Nimeogopa, nimejificha, mara niko uchi. Anamwambia who told you you are naked? Unaona, ni maelezo mengi, lakini kitu ninachojifunza hapa, tunatakiwa tu ni willingness to admit that you are wrong. Unajua, ukiadmit kwamba you are wrong, unaelezea kitu kilichokupata, lakini maelezo mengi sidhani kama yanaleta point, kwa sababu nimesoma katika 1 Peter 5:5 maneno ya Mungu yanatuambia kwamba kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Amen. Amen. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi nakubaliana na michango yote mlioisema, na hiyo ya hofu na ikubali. Lakini
kitu kimoja, na ndio maana tunapata vita katika maisha. Sio kwamba Mungu hatupendi, vita zinakuja ili Mungu aone mioyo yetu. Sasa katika moyo wa Sauli, kwa ajili ya hii vita na huu mtafaruku, you can see clearly ndani yake amebeba kitu gani. Yes, tunaweza tukaogopa, lakini kama kweli aliogopa, kama alivyosema Victoria, angeweza kukiri na kutubu. Lakini hautamwona Sauli katika maisha yake yote mahali popote ambapo aliwahi kutubu. Kwa hiyo bado kile kiburi kipo, hofu ipo, lakini kiburi kipo. Na ndio kule Mungu hata Mungu akikwambia usiogope, anajua kuna kitu kitakuogopesha. Sio kwamba hajui kwamba hicho kitu kitakuogopesha. Utakutana na kitu kweli utaogopa, but do not dwell on it. By dwelling on it ndio unapoendelea kukosea, na wewe mwenyewe unaingia kwenye matatizo zaidi. Kwa mimi mchango wangu ni nakubali kweli ni hofu, but ile hofu yake inaweza kuwa ni kisingizio. The big problem with Saul ni kiburi ndani ya moyo wake. Mungu awabariki. Amina, amina. Darazia umenyosha tena? Yes, nimekumbuka kitu kingine. Nafikiri kama tunavyoona, yani kitu ambacho namshukuru Mungu, tukiangalia kama tunavyosema huko tulikotoka, tunaona kwamba Mungu tayari alicreate division of labor, kwa sababu aliumba kings, akaumba prophets, akaumba na makuhani. So katika kazi ya Mungu kuna division of labor. Kwa hivyo ni vizuri tujifunze kwamba wewe umeitiwa kitu gani. Usifanye kile kitu ambacho Mungu mwenyewe haja kuitia. Kwa mfano kama ukiangalia Sauli jinsi alivyokimbia kwenda kuofa hiyo sacrifice. Na tunaona kwamba Mungu mwenyewe, kwa mfano kama tukiangalia kwenye 2 Chronicles 26, tunaona kwamba kuna yule mfalme Uzia alijaribu kuwa priest, lakini Mungu aliweza kumstrike na leprosy. Kwa hivyo tujifunze tusi overstep our mandate. Kila mtu ana mandate yake ambayo Mungu amemuitia. Alafu na kingine pia ninachokiona kwamba yani baada tu ya kutoa sacrifice Samueli akaja. Jamani, majibu yanapokaribia siku zote, yaani uchungu ndio unakuwa ni mkali zaidi. Hata mtoto anapokaribia kuzaliwa, uchungu ndio unakuwa ni mkali zaidi. Kwa hivyo na sisi hata uchungu ukiwa mkali kiasi gani, tujifundishe kusubiri, kwa sababu unapoona vita vikali, unapoona almost impossible, ni kwamba Mungu ndo anataka kuintervene. Amen. 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 Basi karibu mwalimu, endelee. Asanteni sana kwa michango yenu, nimependa. Swali liloulizwa nadhani ni Joe. Nilikuwa naomba kama it's okay tumalize alafu tulidiscuss Yeah. swali kwa pamoja. Sababu pia katika kufundisha inawezekana nikawa tumeliongea, lakini fanye hivyo. Kwa hiyo nitaendelea. Nashukuru sana kwa michango. Tunaanza sehemu hii ya pili ambayo nikiangalia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya kwanza mpaka ya 8 inatuonyesha mwanzo wa kushuka kwa Sauli, si kwa sababu tu ya vita, bali kwa sababu jinsi alivyoshughulika na shinikizo. Ndio hivyo, kumekuwa na mitazamo miwili tofauti. Inaweza kuwa ilikuwa ni hofu, ilikuwa ni nini. Kwa hiyo tutaona na mimi my points of view nimeonaje, kwa sababu saa nyingine ni Mungu anavyokuonesha jambo kutoka kwa mtu. Nadhani kila mtu tunafungulia saa nyingine tofauti. Kwa sababu hebu angalia hapa mstari wa 8, wa 9 na wa 10 unatuambia akangoja kwa siku 7, muda uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja na watu wakaanza kutawanyika. Kwa hiyo naona pressure inaanza hapa. Samueli haji, watu wanatawanyika. Na naona ndio siku ya 7 hiyo ndipo Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Naye akatoa sadaka ya kuteketezwa. Na mara tu alipomaliza, kama alivyosema Sarazia, huyo Samueli anawasili hiyo siku ya 7. Kwa hiyo ukiona kutoka kwenye maandiko, of course hapa ameongelea sadaka za aina mbili, ya kuteketezwa na sadaka ya amani. Hii sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ni kujitoa kabisa kwa Mungu. Kila kitu kinachomwa moto, hakuna kinachobaki. Inamaanisha tu kwamba Mungu, inamaanisha mtu anajitoa kikamilifu bila kujibakiza. Ni ishara ya utii na moyo kumkabidhi Mungu kila kitu. Na hiyo sadaka ya amani ni ushirika wa Mungu na Mungu. Zinahusisha kula, shukurani na furaha. Zinamaanisha mtu yuko katika uhusiano mzuri na Mungu na moyo wa kushukuru. Utaona hapo nimeweka scriptures for reference. Lakini Biblia inatuambia naye Sauli akatoa sadaka ya kuteketezwa. Lakini tatizo hapa halikuwa tu kutoa sadaka. Tatizo lilikuwa ni lina kina zaidi.
kwa sababu tukumbuke katika sheria za Israeli mfalme hakuwa na jukumu la kutoa sadaka. Hii ilikuwa ni kazi ya makuhani na nabii kama Samueli. Kwa hiyo Sauli alivunja agizo la Mungu, alikosa imani, alikosa uvumilivu, sorry, alivunja agizo la Mungu, alikosa imani na uvumilivu, aliingilia mamlaka ambayo sio yake. Kwa sababu ni makuhani tu peke yao ndio walikuwa wanatoa sadaka. Kwa hiyo tunaambiwa Sauli anasema nileteeni sadaka, akaitoa mwenyewe. Na Samueli akamwambia umetenda upumbavu, ukulishika agizo la Bwana. Umeona? Kwa sababu neno sana nasema nileteeni sadaka. Yeye mwenyewe alisema, sio kama Mungu alimwambia, ni yeye alisema nileteeni sadaka. Na Mungu aliweka kabisa wazi, sadaka ni kazi ya makuhani tu. Mtu mwingine hakuruhusiwa, hata mfalme. Kwa hiyo Sauli aliingilia kazi ya ufalme. Kwa hiyo tatizo alikuwa sadaka kama nilivyosema. Kwa hapa tunajifunza subira ni muhimu. Haikuwa sadaka bali kutotii maagizo ya Mungu, kukosa subira, kuchukua nafasi ya kuhani na kuongozwa na mimi. Sasa hata mimi nimeona ni hofu badala ya imani. Yaani ni wakati nasoma hii nilivyotafakari, nilikuwa naona ilikuwa ni hofu zaidi. Na obvious, yeah. Tunajifunza subira, yani tunajifunza umuhimu hata wakati wa pressure, kufanya maamuzi, jambo sahihi bora kuliko kufanya kwa haraka, kwa sababu kila mtu ana mipaka na majukumu. Na imani mara nyingi imani ina testiwa kwenye pressure. Tukisoma nikirudi na kidogo nyuma, tukisoma the book of Leviticus, sijui kama nimeandika, sijaiweka hapa, sorry, sijaiweka, lakini anyway nitaisema. The book of Leviticus 1:5, 8 na 9 inasema wana wa Haruni makuhani wataipokea hiyo damu, wataweka vipande juu ya madhabahu. Kwa hiyo ukienda kusoma hapo utaona sadaka ilisimamiwa na makuhani, si mtu tu, sio kila mtu yote aliruhusiwa. Ilikuwa uzao wa Haruni ndio walikuwa ukuhani peke yao. Ukiangalia Numbers, Hesabu 18:7, wewe na wanao mtalinda ukuhani wenu, lakini mgeni atakaye karibia atauawa. Maana yake mgeni nini? Mtu asiye kuhani. Kwa hiyo kazi ya madhabahuni ilikuwa ina mipaka. Naona tunaona kwenye mfano wa mambo ya, ukiangalia Mambo ya Nyakati 2:26-16 mpaka 21, ukienda kusoma kuna hii historia ya huyu mfalme Uzia. Alijaribu kufanya kazi ya ukuhani. Tena nadhani ndo alikuwa na kiburi, mimi nadhani. Makuhani wakamkemea, si kazi yako. Kwa hiyo matokeo yake alipigwa ukoma, kwa sababu aliambiwa si kazi yako, yakaenda kufanya, akapigwa ukoma. Kwa hiyo inaonyesha hata mfalme haruhusiwi kuvuka hiyo mipaka. Ndio maana hata nani huyu anaitwa Sauli alikuwa haruhusiwi. Lakini hapa nikiongelea utii tena, ili swala la utii jamani, ukisoma Samueli 1, tutaisoma huko mbele 15:22, natuambia kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikiliza kuliko mafuta ya beberu. Umewahi kuona mtu anatoa sadaka? Hapa naongelea utii. Anasema kwamba nimetoa sadaka lakini sioni kitu. Kuna hizo sadaka mimi nimewahi kusikia, sijui kuna sadaka za kujimaliza. Mtu anakwenda anatoa sadaka anajimaliza, lakini kuna utii pia. Umeambiwa moyoni ukatoe sadaka. Inawezekana umeambiwa nenda kamsamee ndugu yako kwanza. Inawezekana umeambiwa nenda kamsamee au nenda kafanye kitu fulani ndio utatoa sadaka. Lakini utakuta mtu amewahi alafu anashangaa, mbona Mungu ajibu? Nimetoa sadaka, sadaka inaita sijui ya kujimaliza. Lakini Mungu atusaidie sana, ndio hapo kwenye utii, yani ni kwenye utii kuliko sadaka. Daudi alisema kwamba kwenye Zaburi ya 51, maana hutaki sadaka nami ningekupa dhabihu. Mungu unataka roho iliyovunjika. Umeona Kwa hiyo point nyingine nimejifunza pia point nyingine nataka kuongelea kuhusu hekima. Sorry, naenda mbele. Hii nadhani nienda mbele zaidi. Kasi na hekima. Kwa nini nimeongelea kasi na hekima? Nadhani jamaa huyu pia alikuwa na speed, yani alihitaji wisdom. Yani of course ni vyote, naweza nikasema itakiwa uvumilivu, kwa sababu amesubiri mpaka siku ya 7, itakiwa avumilie, lakini nadhani pia alikuwa na speed. Mimi kwa maoni yangu naona hiyo ilikuwa ni speed na ilitakiwa kuwa na wisdom. Kwa hiyo nimejifunza kwa mtumishi Apostle Joshua Selman. Yeye anasema kwanza kwenye kati ya speed and wisdom, kwanza kasi ni muhimu. Yani speed is very important. Na you can even pray for grace for speed. We all know kwamba Mungu huwaga si wa kuchelewa. Lakini kuna wakati Mungu si wa kuchelewa.
lakini kuna Mungu, na kuna wakati Mungu anaharakisha mambo na kunakuwa na sababu, lakini kunakuwa na sababu kwa sababu kuna hatua ya haraka inatakiwa ifanyike, sawa. Lakini hiyo speed bila wisdom ni hatari sana. Speed bila hekima, kasi kuwa na hekima ni hatari sana. Ndio shida aliyokuwa nayo Sauli. Ndio hivyo nasema I think okay, naweza kusema uvumilivu, lakini na hiyo ni kasi, kwa sababu angeweza tu kusubiri, kwa sababu aliona hali inazidi kuwa mbaya, watu wanatawanyika, akaamua kuchukua hatua haraka. Kwa hiyo tatizo alikuwa halikuwa kuchukua hatua, tatizo lilikuwa alikuwa amechukua hatua ya haraka, alifanya haraka, alitakiwa tu asubiri, alihitaji hekima. Na kitu cha tatu, hekima inaweka timing na mipaka. Ukishakuwa na hekima inakusaidia kujua ni wakati gani usubiri, hekima itakuongoza ni wakati gani uchukue hatua, na ni jukumu lako ni wakati gani, kama ni jukumu langu au sio langu, nini cha kufanya, ambavyo ndio Sauli naye angeongoza na hiyo. Kwa hapa tunaona wazi kabisa alikuwa na speed, alikuwa na kasi, alichukua hatua ya haraka. Na mimi kwa kweli naona alipata pressure, na pressure ilimsukuma. Kwa hiyo tunajifunza nini hapa? Kwa hiyo sio kila kitu kinahitaji kufanyika haraka. Baadhi ya mambo yanahitaji kusubiri, kusikiliza, kutii. Na wakati wa kusubiri ndio wakati wa mwisho. Unakuwa ni wakati, kwa kweli mara nyingi ndio breakthrough inakaribiaga, wakati ule wa yani ile ndio pressure inakuja, na ndio hapo adui anatumiaga sana hiyo opportunity. Sana ndio anatumiaga sana opportunity kutusemesha. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana sana kuwa na subira sana sana. Kwa sababu wisdom nimesema inaweka timing na mipaka. Hekima inakuambia wakati wa kusubiri, wakati wa kuchukua hatua, inakwambia this is not jukumu lako, hii usiingilie kati, labda hii mwachie kuhani. Najua unaweza kuwa kanisani, kuna maelekezo, unaenda kufanya kitu ambacho labda mchungaji wako alitakiwa afanye, kwa hiyo unaweza ukakwama. Kwa hiyo tukumbuke, sio kila delay ni denial. Mara nyingi ni test ya obedience. Growth ya haraka lazima iwe na capacity, bila hekima hautadumu. Timing ni sehemu ya hekima. Kitu sahihi, muda sahihi, inatakiwa utashinda. Kwa kifupi, speed ni zawadi, wisdom ni ulinzi. Tunaona mstari kuanzia mstari wa 11. Samueli akamwambia Sauli, umetenda kwa upumbavu, ukuyashika maagizo ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Maana anamwambia kama ungetii, ungedumisha ufalme wako juu ya Israeli kwa wakati wote. Kama ungetii, ungeudumisha ufalme wako juu ya Israeli kwa wakati wote. Kwa hiyo hapa tena tunaona, na mimi naiona tena hiyo ndio pressure. Kwa sababu Sauli alivyoona watu wanaanza kuondoka tu, anaingiwa na hofu, anaanza kuwaza zaidi watu kuliko Mungu. Amesema kabisa, unaona hapo mstari wa 11. Anasema kwamba hivi, anasema hivi, nilipoona kwamba watu wanatawanyika na kwamba hukuja wakati uliopangwa. Wakati aliambiwa ni siku ya 7, na hiyo siku ya 7 ilikuwa bado haijaisha, ilikuwa ndio the same day. Lakini anasema nilipoona kwamba watu wanatawanyika na kwamba hukuja wakati uliopangwa, na kwamba Wafilisti walikuwa wanakusanyika huko Mikmash. Unaona ina maana anaona watu wanakusanyika, anaona watu wanatawanyika, anaona uhajija kwa wakati, na anaona kwamba anatoa excuse. Wafilisti walikuwa wakikusanyika huko Mikmash, anaona Wafilisti wanakusanyika. Anasema nikawaza sasa Wafilisti watateremka dhidi yangu. Unaona nikawaza Wafilisti watateremka dhidi yangu huko Gilgal, nami sijaomba kibali kwa Bwana, hivyo nikalazimika kutoa sadaka ya kuteketezwa. Tena anasema sasa nikalazimika kutoa sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo inatupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Matendo ya Mitume 5:29 natuambia. Na hii pia imenikumbusha pressure aliyompataga kule Haruni, mnakumbuka alivyokuwa kwenye na wana wa Israeli. Musa alikuwa ameenda mlimani, watu wakaondoka. Watu walivyoona kwamba Musa amechelewa kushuka, wakaanza kukosa subira, wakakusanyika kwa Haruni, wakamtaka awafanyie kitu, ndio akawashikisha na akawashawishika, nashindwa kusema neno shawishika, ndio akashawishika na akawafanyia ndama wa dhahabu. Ukiangalia story ya 32:1-4, walimpa pressure Haruni, akaingia kwenye hii dhambi. Kwa hiyo Biblia inatuambia Sauli kama nilivyosema, akasema nileteeni sadaka, naye akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hakuambiwa na Mungu, alisema mwenyewe. Na baada hapo Sauli anatoa visingizio. Kuna mchangiaji mmoja ameongelea kuhusu kisingizio.
Unaona, mstari wa 11, 12 anasema kwa kuwa naliona ya kuwa watu watatawanyika, nami nalazimika kutoa sadaka. Of course hii ni tabia ya binadamu. Mungu atusaidie sana, Mungu aturehemu. Unakumbuka Adamu, mwanamke Adamu na Hawa, mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti nikala. Yani excuses. Mwanzo iko, unapata historia Mwanzo 3:12. Tunaona mifano mingine, Sara na Ibrahimu, Bwana amenizuia nisizae, uingie kwa mjakazi wangu. Historia iko Mwanzo 16:2. Hivyo somo kuu hapa ni tujifunze kusikia sauti, kwa sababu kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua na watanifuata. Iko Yohana 10:27. Na tunapomkosea Mungu tumwendee bila kujitetea, na Mungu atusaidie. Tuige story ya mwana mpotevu, hadithi ya mwana mpotevu. Anasema nitaondoka nimwendee baba yangu, nami nitamwambia Baba, nimekosa. Unaipata hiyo hadithi Luka 15:18-19. Angeweza kutoa sababu, sasa mimi nimeshakuwa mtu mzima, nakaa nyumbani una hela zote, kwa nini mimi nikae tu nyumbani? Si na mimi nikajitegemee? Mbona marafiki zangu wanajitegemea? Unajua lakini angerudi angesema ni bwana, hela zimeisha baba. Yaani angeweza kusema chochote kile, mimi ndio, lakini amerudi amesema nimwendee baba yangu, nami nitamwambia Baba, nimekosa. Au yule mwizi wa msalabani siku ya wale wawili msalabani na Yesu. Yule mwizi he didn't have to, yule mwingine hakutoa excuse, aliomba rehema. Yaani alisema naomba unikumbuke. Verse 12 anasema nikawaza. Ukiona verse 12 hapa anasema nikawaza. Sauli anasema nikawaza. Hii inaonyesha kwamba alitumia akili zake mwenyewe kufanya maamuzi badala ya kusubiri mwongozo wa Mungu. Ina maana hapa Sauli hakuuliza Mungu, hakungojea nabii, alitegemea akili yake mwenyewe. Je, mimi na wewe tunasikiliza maamuzi yetu au tunatumia akili zetu? Maana mtu akisema tu nikawaza, yani nikawaza, nikaamua kusema hivi. Unajua mtu anasema nikawaza, au sangema anasema kitu kikaniambia, of course ni Roho Mtakatifu sangema anakuambia. Sauti kitu sema nikawaza, no, yani na hata mimi mwenyewe najiambia, Mungu anisaidie sana, yani kwamba sikilize ile sauti kwa utulivu na hakuna pressure, yani na kitu ambacho najifunza kila siku. Sangine unakuwa unatakiwa ufanye maamuzi. Tulia. Yani unajua hata unapotulia pale na yenyewe ni part ya maamuzi. Yani ni kutulia pia ni part ya maamuzi. Yani usipate pressure. Mtu anaweza kukupa pressure, you make a decision, lakini kumbe ule utulivu, ule muda na wenyewe una make maamuzi, sijui na make sense. Yani unavyosubiri ndio unajua kwamba okay, hii inatakiwa iwe hivi. Saa nyingine unashangaa vitu vinaanza kujiset taratibu kuliko kuwahi kurush. Mithali 3:5 natuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tukumbuke jamani, sio kila kitu kinacho make sense au kinachoonekana kizuri mbele ya macho yako ndio mapenzi ya Mungu. Najua hata msemo wa kidunia waga wanasema kabisa sio kila king'aacho ni dhahabu. Kwa hiyo tujifunze. Sengine unaweza kusema this inaonekana nzuri sana, kumbe inawezekana hata sio lazima ni kitu kizuri. Verse 12 tena nimerudia, lakini anasema, na naomba tu nirudie kwa sababu it's like nadhani nimeongea sana na mimi. Nikalazimika. Anasema nikalazimika. Unaona, usifanye maamuzi ya kudumu kwa sababu ya hali ya muda mfupi. Anamaanisha nikalazimika. Kwa hiyo ni kama unafanya maamuzi ya muda mrefu ya kudumu kwa sababu maisha ya watu yako chini ya mikono yako. Kwa sababu ya kitu cha muda mfupi. Pressure inaweza kuwa ya muda, lakini maamuzi yako yanaweza kuwa maisha yote. Kwa hiyo natoa tu kwa mfano kama labda tumeona kwenye maisha utakuta mfano wa pressure inaweza kuwa kuwa na deal. Unaweza ukapata deal ina pesa, inaonekana vizuri, lakini je, uko pressurized to make that decision. Unadhani ni Mungu amekuambia ufanye hicho kitu? Kwa huo muda unatakiwa make decision, au inakuwa gaba kwenye ndoa unatakiwa make decision. Kwa hiyo ni bora sengine kusubiri hatima yako. Subiri unaweza kwa nisemesha. Okay. Kwa hiyo so bora ni kusubiri kuliko kuharibu hatima yako, kwa sababu kuna nilikuwa a bit distracted, kuna mtu aliingia akana nisemesha.
Ya, alikuwa anaongelea kuhusu maamuzi ya muda mfupi kwa kitu cha muda mrefu. Mfano, mtu anakuweka kwenye deal ambayo ni kubwa, lakini maamuzi ya hii siku moja, baada ya kusema subiri niamue, kupa hasara muda mrefu, au sijui kuingia labda kwenye ndoa, wakati ndoa utaishi nayo muda wote huo, lakini ni kitu cha siku moja au siku mbili kuamua. Kwa hiyo ni kuangalia tu mfano nani Sauli alikuwa na maagizo kusema kweli. Yaani kama ninavyosema kwamba angalia mfano wa Sauli, Mungu anakuambia nini katika hayo maamuzi? Mungu anakuambia nini? Eh? Sauli alikuwa na maagizo wazi kabisa kusubiri. Lakini pressure na alipata maagizo, tumeona kule aliambiwa subiri, lakini pressure tu ikamfanya aache kusubiri. Kwa hiyo jenga uwezo wa kusubiri sana, spiritual stamina. Mungu atusaidie. Imani sio maneno tu. Imani ni uwezo wa kusubiri bila kubadilika, ni uwezo wa kubaki thabiti hata mambo yanapochelewa. Na unawezaje kujenga huo uwezo? Unawezaje kupata hiyo imani, hiyo stamina? Unafanya kwa kufanya maombi mara kwa mara, kusoma neno la Mungu, kukaa kwenye mazingira ya sahihi ya kiroho, na pia hisia zako, emotions zako. Yaani inabidi tujifunze kudhibiti, control our pressure, our hisia zetu, emotions zetu, kwa sababu mara nyingi pressure nyingi huja wakati una emotions, na unaweza ukadecide. Msangeni waga anasemaga huyu mtu amedecide na make decision na emotions, not yani hujasikia ndani Mungu anakwambia nini. Emotions zinaweza zikakufanya make decision. Unaweza kuwa na furaha sana, usimake decision una furaha sana. Usimake decision umesikitika sana. Usimake decision umekasirika. To make decision watu una uoga, unatetemeka. Ndio hivyo kama Sauli, watu wamekuja wanakuzunguka huko, amua, sema sasa hivi. Very easy ku make the wrong decision, of course, unless Mungu amekwambia ndani ni nini. Kama una uhakika, unaweza kuwa under pressure, lakini una uhakika Mungu amekwambia nini ndani, then you can do that. Hata ukisoma maandiko huko nyuma, kwa mfano mtu kama Ayubu, Yusufu, Daudi, Yesu Kristo mwenyewe, wote hao walipitia hali ngumu ya mateso, majaribu. Walisubiri kwa muda mrefu, lakini hawakufanya maamuzi ya haraka. Walibaki waaminifu kwa Mungu, wakasubiri wakati sahihi, na mwisho wake wakaona matokeo mema. Mungu atusaidie sana. Na kuna watu kwenye Biblia tunaona ambao wame deal na pressure, wame make decision na pressure. Ndio Sauli. Unaona Esau alikuwa anataka soup. I think alikuwa na njaa, lakini alipoteza kitu kikubwa sana. Waisraeli jangwani, nakumbuka, yani mpaka hawajafika, wanalalamika, yani wameshindwa kuvumilia kwa sababu hawakuruhusu pressure. Huyu Esau hakuruhusu pressure ya njaa. Unaona hofu wa watu wa Israeli jangwani, hofu iliwaongoza. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya maamuzi ya haraka. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mstari wa mwisho ambao wa 14 unasema Bwana amemtafuta mtu ampendezaye moyo wake. Kwa mstari wa 14 unasema lakini sasa ufalme wako hautadumu. Anaambiwa Sauli, Bwana amemtafuta mtu ampendezaye moyo wake, na amemchagua awe kiongozi wa watu wake, kwa sababu hakuyatii maagizo ya Bwana. Wao, Bwana amemtafuta mtu ampendezaye moyo wake. Inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba Mungu haangalii tu matendo ya nje. Sio kwamba sijui you are performing, you are a good leader. Who is a good leader? Yani good leader ni yupi? Ana perform, alikuwa mrefu, alikuwa mzuri, alichaguliwa na watu, lakini moyo wake ulikuwaje? Mungu anaangalia moyo. Anasema Bwana amemtafuta mtu apendezaye moyo wake. Sauli alikuwa mfalme, alikuwa na nafasi, lakini je, moyo ulimpendeza Mungu? Kwa nini ufalme wake haukudumu? Jibu tunaona wazi, maandishi yanatuambia hakuyatii yale maagizo ya Bwana. Kwa hiyo tatizo halikuwa ile uwezo wake wala nafasi, tatizo lilikuwa ni utii. Kwa hiyo tunajifunza mambo mawili makubwa hapa, kwamba Mungu anathamini sana moyo kuliko nafasi. Unaweza kuwa na cheo lakini moyo wako hauko na Mungu, huwezi, yani chance ya kudumu ni chache sana. Na utii pia ndio unaolinda hatima zetu. Sauli alipoteza kila kitu kwa sababu hakuwa na na nguvu, bali kwa sababu alipoteza kila kitu sio kwa sababu hakuwa na nguvu, bali hakuwa na utii. Angepata ile maelekezo, I'm sure, I believe that Mungu angeingilia kati. Na Mungu alifanya nini? Akatafuta mtu mwingine. Tutaona huko mbele, tutasoma huyu mtu alikuwa ni Daudi, ambaye
hata alikuja kuwa sehemu ya familia ya Sauli, akija kuwa mkwe wake Sauli, Daudi. Na hii inaonyesha kwamba mipango ya Mungu waga bado inaendelea. Hata kama mtu mmoja akishindwa kutimiza, Mungu atatafuta mtu na mipango itaendelea. Na somo kubwa tunajifunza, tuwe na moyo sahihi mbele za Mungu, moyo wa utii, moyo wa kusikiliza, wa kumpendeza Mungu. Mungu atusaidie sana sana sana, kwa sababu mwisho wa siku Mungu hatafuti mtu mwenye haraka, anatafuta mtu mwenye moyo unampendeza. Mungu atusaidie, na hapa ndio mwisho. Mungu awabariki sana sana, asanteni. Nilikuwa naomba kama tunaweza tukashirikiana tujibu swali, au sijui kama swali lako limeshajibiwa kwenye hii ambapo nimeongea, au tuendelee kulidiscuss labda. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.